Katika historia ya siasa za Kenya, majina machache yanang'aa kwa nguvu kama lile la Raila Amolo Odinga. Kwa wengi, jina lake ni taswira ya mapambano, matumaini na ndoto ya Kenya yenye haki na usawa. Wengine humtazama kama shujaa wa mageuzi, wengine kama mwanasiasa wa kipekee. Lakini hakuna anayeweza kupuuza athari yake kwa taifa hili. Leo tunatazama safari ya Raila Odinga, mwanasiasa aliyeishi siasa kama njia ya maisha, pamoja na matukio ya kukumbukwa yaliyomfanya kuwa miongoni mwa watu muhimu zaidi katika historia ya Kenya. Raila alizaliwa mwaka wa 1945 akiwa mtoto wa Jaramogi Oginga Odinga, makamu wa kwanza wa rais wa Kenya baada ya uhuru. Kutoka kwa baba yake, alirithi siasa na zaidi ya yote, moyo wa kupigania haki. Baada ya masomo nchini Ujerumani, Raila alirejea Kenya na kuingia katika siasa za mageuzi miaka ya 1980. Ilikuwa ni wakati ambapo kuikosoa serikali kulimaanisha kifungo, mateso au hata kutoweka. Mwaka wa 1982, Raila alihusishwa na jaribio la mapinduzi dhidi ya serikali ya KANU. Aliwekwa kizuizini karibu mwongo mmoja bila kushtakiwa rasmi. Lakini badala ya kuvunjika moyo, Raila alitoka jela akiwa na msimamo mkali zaidi kuhusu demokrasia. Alijiunga na upinzani wa kweli na mwaka wa 1992 alichaguliwa kuwa mbunge wa Lang'ata. Hapa ndipo jina lake lilianza kutikisa siasa za Kenya. Alishirikiana na wanamapambano kama Kenneth Matiba na Charles Rubia kupigania uchaguzi wa vyama vingi. Moja kati ya matukio ya kusisimua zaidi katika siasa za Kenya ni uchaguzi wa mwaka wa 2007. Raila aliongoza kampeni kupitia muungano wa ODM na aliamini kuwa alishinda. Lakini matokeo yalitangazwa tofauti na taifa likazama katika ghasia mbaya zaidi tangu kupata uhuru. Zaidi ya watu 1100 walipoteza maisha, maelfu walikimbia makazi yao. Nchi ilikuwa karibu kuporomoka. Kupitia upatanishi wa katibu mkuu wa zamani wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan, serikali ya mseto iliundwa. Raila akateuliwa kuwa waziri mkuu, nafasi ya kwanza ya aina yake tangu uhuru. Katika kipindi chake cha waziri mkuu, Raila aliongoza jitihada za kutunga katiba mpya. Jitihada hizo zilifanikiwa na mwaka wa 2010 Kenya ilipiga kura ya maoni na kuidhinisha katiba mpya, moja kati ya hatua kubwa zaidi katika historia ya taifa. Baada ya uchaguzi mwingine wa kutatanisha mwaka wa 2017, Raila alifanya kile ambacho hakikutarajiwa na wengi. Alikumbatiana na Rais Uhuru Kenyatta katika kile kilichojulikana kama handshake. Tukio hili liliwatuliza Wakenya wengi waliokuwa wamegawanyika, lakini pia liliibua mijadala mikali. Je, ilikuwa ni usaliti kwa upinzani au ilikuwa ni hatua ya kizalendo kwa ajili ya amani ya taifa? Raila amejaribu kuwa rais wa Kenya mara 5. Mwaka wa 1997, mwaka wa 2007, mwaka wa 2013, mwaka wa 2017 na mwaka wa 2022. Ingawa hajawahi kutangazwa mshindi, kila jaribio lilikuwa na uzito wake kwa taifa. Mwaka wa 2022 aliungwa mkono na rais aliyemaliza muda wake Uhuru Kenyatta, lakini bado alishindwa na Daktari William Ruto katika uchaguzi ulioibua hisia mseto nchini. Kwa wengine, Raila ni mwanasiasa wa kawaida tu. Kwa wengine ni taasisi. Ni ishara ya ushupavu, uvumilivu na udhubuti wa kusimama na kusema hapana kwa mabaya, hata kama anaishia jela au kupoteza madaraka. Historia ya Kenya haiwezi kuandikwa bila kutaja jina lake. Ni mtu aliyesimama dhidi ya udikteta, aliyepigania katiba mpya na ambaye hadi leo amekuwa ni sauti ya wengi. Katika maisha ya taifa lolote, kuna watu wachache ambao majina yao hubeba uzito wa mabadiliko. Raila Odinga ni mmoja wao. Hajawahi kuwa rais, lakini ana hadhi ya mtu aliyeandika sura nzima ya siasa za Kenya. Katika siasa, ushindi si tu kupata madaraka, bali kuacha alama isiyofutika katika nyoyo za watu
na katika vitabu vya historia. Raila ameandika historia hiyo kwa jasho, kwa machozi na kwa moyo wa dhati. Kwa heri Raila Amolo Odinga. Nimekuwa msimulizi Bismarck Odhiambo.